Wanapojiandaa kwa sherehe za sikukuu na mwaka mpya, Mamlaka ya Kitaifa ya Usalama Barabarani NTSA, maafisa wa polisi pamoja na idara ya mahakama zimeongeza operesheni ya kitaifa katika barabara kuu na miji mbalimbali ili kudhibiti ajali za barabarani ambazo hadi sasa zimesababisha vifo vya watu 4458. Mwenyekiti wa mamlaka ya NTSA, Khatib Mwashetani, amesema zoezi hilo linalenga kuhakikisha madereva wanazingatia kikamilifu sheria na kanuni za trafiki ili kupunguza ajali wakati wa sikukuu. Zoezi ambalo linaangalia compliance, yaani madereva magari yao yako sawasawa, madereva wawe na vifaa vile ambavyo vinatakana kisheria ili tupunguze katika zile maajali ambazo zimekuwepo, na huu wakati wa msimu wa sikukuu. Siku hizi wako very emotive na mambo ya ajali. Kwa hivyo sisi tunasihi wale wenye mabasi wakisha mabasi yao wamefanywa inspection ya vizuri na madereva ni wawili katika kila gari. Angalia, hii ni kwa sababu pengine madereva wanchoka. Mtu anatoka Mombasa anaenda Nairobi, huyo anaruka Nairobi na rudi Mombasa. Hawezi. Kuna vitu kidogo ambavyo vinachangia ajali. Alcohol blow mpaka sasa hivi tuko nao na sheria zake tuko nazo. Safari hii ukishikwa hata ukienda kotini hauwezi toboa, lazima utahukumiwa tu. Kwa hivyo nasi ikiwa mtu umekunywa vitu vyako, kunywa vitu vyako, chukua Uber, nenda nyumbani. Maana mashini ziko mpaka sasa hivi tunavyozungumza hapa, kuna mashini za alcohol blow. Ikifika jioni kazi itaanza. Zile gari za private nafikiri ziko kabla kubeba itakana ziwe na ile permit ambayo inaitwa temporary permit ya kubeba watu ambayo inatolewa na NTSA. Kwa hivyo tutafanya crackdown ya kuhakikisha kila gari ambayo inabeba abiria iko compliant. Ni tupunguze speed, twendeni polepole ili tuhakikishe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tukimaliza holidays zile namba za watu fatalities zimepungua zaidi. Ndio kazi yetu hiyo sisi polisi, National Police Service pamoja na judiciary iko, kwa sababu ukishikwa haupeleki kotini unapata hukumu na fine hapo hapo. Wa festive tumejipanga na tuko tayari kwa kuhakikisha kwamba watu wanafuata sheria.